Moyo wa Pasaka 2025, tukutane ukumbi wa Migongo Mission. Anaitwa Apostle Peter Lukuta maarufu kwa jina la Apostle Mjeshi. Natoka katika huduma ya MGC Movement Gospel of Chosen iliyoko pale Dar es Salaam Mtoni kwa Aziziari. Nimependa sana kuzungumzia swala hili ambalo linakuja kuendelea hapa Masasi, ambao kwa sasa niko hapa. Ukija kuangalia katika maandiko inaonyesha kabisa kwamba Mungu alituita katika umoja. Umoja ni ile mkutaniko wote kukutanika. Tunapokuja kuangalia wakati Mungu anaumba alisema tumfanye mtu kwa sura yetu kwa mfano wetu. Hajaweka ubinafsi, alileta umoja. Lakini Biblia inasema pia dini iliyo safi ni kuangalia wajane na yatima. Tamasha hili la Pasaka ambalo linaitwa Moyo wa Pasaka ni tamasha ambalo ni la muhimu sana katika Biblia, ni la muhimu sana katika mwili wa Kristo, hata ukizingatia katika mazingira ya mji kama wa Masasi. Ni mji ambao bado unahitaji uamsho mkubwa kwa ajili ya watu wa Mungu, wa kanisa la Mungu, ili watu waweze kutambua kazi ya kanisa ni nini, kwa sababu watumishi wengi tunapenda kutoa huduma za rohoni pasipo kuangalia kwamba Yesu Kristo alitoa huduma za rohoni lakini pia za mwilini. Maana yake ni kwamba alibariki mikate wakala watu wengi, kwa sababu inadhihirika ya kwamba Mungu anapenda watu ambao wanatoa huduma pia za mwilini. Ndio maana huduma ya Yesu kubariki chakula haikuwa ya kiroho, ilikuwa ni huduma ya kimwili. Tukija kwenye wana wa Israeli tunaona Mungu aliwapa mikate jangwani. Kwa hiyo Mungu anapenda pia huduma za mwilini zifanyike. Tamasha hili linatoa huduma ya mwilini, kuwabariki watu, kuwasaidia, kuonesha kwamba tunaguswa na wao. Kwa hiyo ni jambo la baraka sana ambalo inahitajika kila mmoja aweze kujihusisha. Mtumishi wa Mungu yote, askofu, mchungaji, mtume, nabii, bila kujali madhehebu, kwa sababu Mungu alituita katika umoja. Kama nilivyosema, ni vizuri ukashiriki kama mimi nilivyoshiriki. Mimi pia nimeshiriki kwa sehemu yangu, kile nilichokuwa nacho kidogo nimeshiriki, lakini naweza kushiriki kwa sababu jambo hili litasababisha mkono wa Mungu uhusike na maisha yako, na Mungu adhihirishe uweza wake juu yako wakati wote. Sura ya Ukristo ni kwenye kutoa. Ndio maana Mungu alipenda ulimwengu akamtoa mwanawe pekee. Sura ya Ukristo ni kutoa, sio kupokea. Tunatoa. Na hilo ndio kitu ambacho Mungu anataka kila mtu ahusike, anaitwa Mkristo. Hasa mji wa Masasi nimeangalia, ni mji mzuri sana ambao natamani sana Kristo ajulikane. Kristo hawezi kujulikana kwa sisi kwa watu tunajitenga maeneo mbalimbali. Lazima tukutane pamoja, tutambuane, tuonyeshe kusudi la Mungu katika mji huu, hata serikali, hata dunia yote itambue juu kuna kanisa, na ile kanisa linafanya kitu kwa jamii ya watu inaowazunguka, ili jamii iweze kuguswa na iweze kujua umuhimu wa kanisa katika mji wa Masasi. Mungu awabariki sana. Napenda kutoa hamasa kwa kila mtumishi, kila Mkristo na hata ambaye sio Mkristo unaupata ujumbe huu. Tamasha la Moyo wa Pasaka ni tamasha lenye umuhimu sana kwa mji huu wa Masasi, na nitakushangaa Mkristo utakayekosa. Yaani nitakushangaa sana. Kila Mkristo na usiye Mkristo mwenye moyo wa utoaji, mwenye moyo wa kuona yatima, ikumbuke kwamba hawa yatima watakwenda kusaidiwa na pesa hizi, na vitakavyopatikana sio kwamba ni Wakristo peke yao, ni watu wa dini zote, kwa sababu yeye mtu wa dini yote anaruhusiwa kushiriki kwa ajili tunaenda kugusa jamii kwa ajili ya baraka la taifa la Tanzania. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Masasi, Mungu ibariki Mtwara yote katika jina la Yesu. Bariki tamasha la Moyo wa Pasaka kwa utukufu wa jina la Yesu. Amen.